Eh, Karibu tena. Leo tuko katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Tunaendelea na kitabu cha Wakorintho wa kwanza leo siku ya Jumapili tarehe 10 Novemba 2019. Tuko kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 10. Mlango wa 10 una jumla ya mistari iko 33, ni mingi. Na niseme kwamba kwa kweli maneno ya Mungu ni maneno mazito. Ni mistari 33 ukisoma inakuwa ni vigumu sana kuitafakari yote na kupata makusudi ya Mungu. Kwa hiyo tutakachokifanya na ieleweke hivyo, tutajifunza mambo mengi sana, mengi tu kabisa. Ila kuna baadhi ya mambo ambayo ungetamani tutakuja kuyagusa polepole tutakapokuwa tunahubiri kwenye mambo mengine. Kwa hiyo tutakuwa tunarejelea mlango wa 10, vitu yamkini ambavyo hatutaweza kuvipitia. Kwa hiyo tunaenda moja kwa moja kwenye mlango wa 10 na just tu kukumbuka tuko wapi katika hiki kitabu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza ni kama tulivyosema ni kitabu kinachofuatana na Warumi. Wakorintho kama tulivyosema ni watu ambao, by the way, Mungu anaposema waraka labda kwa Wakorintho anakuwa anaandikia hata wanadamu wote. Kuna watu wengine akiona kitu kimekuwa kigumu, anaona hiki kitu sikitaki kukubali, anasema hapana, alikuwa anaongea na Wakorintho. Hasa kwenye Wakorintho wa kwanza hii 10 na 11. Yaani makanisa yanakuambia kwamba hiki kitu bwana ilikuwa ni maalum kwa Wakorintho. Sasa unauliza, hebu niambie maalum kwa Tanzania. Siku ambapo alisoma waraka wa kwanza kwa Mbezi, waraka wa kwanza kwa Dar es Salaam, waraka wa tatu kwa Tanzania haupo. Mungu anasema ninachowaambia wote, ninachowaambia ninyi, kina Petro nawaambia na wengine wote. Kwa hiyo anapoongea na kanisa la Korinto, tuseme Korinto ni eneo, ni mikoa au maeneo yako katika nchi ya Ugiriki, Ulaya Kusini. Na kama tulivyosema nyuma, Wagiriki ni watu miongoni mwa watu waliokuwa wa kwanza kuwa na hekima ya dunia, kupata ujuzi wa kisayansi. Hizi zinazoitwa chemistry, fizikia, astronomy, mambo ya elimu za anga. Wagiriki ni maarufu pia katika mambo ya meli. Kutengeneza meli. Mpaka leo watu wanao nishaona si sauti ya Wagiriki, ni meli maalum za ni elimu kubwa iliyotokea kule. Sasa Paulo anafika pale, tuliona kwenye Matendo ya Mitume 18 ndio aliingia maeneo ya pale au nyuma kidogo. Tunakumbuka alikutana na mtu anaitwa Sostenes pale. Baadaye akakutana na akina Akila na Priscilla pale ndio wakaanzisha kanisa lile. Na naonekana kwenye eneo la Akaya inaonekana kanisa lilianzia nyumbani mwa Priscilla na Akila. Na tutakuja kuiona pia tuliona kwenye Warumi 16 na tutaona pia kwenye Wakorintho 16 vile vile, Wakorintho wa kwanza. Sasa hili kanisa lilikuwa kwa sababu liko katikati ya watu wenye ujuzi na maarifa makubwa. Nalo lilikuwa kama liko vile vile. Yani makando kando ya duniani yalikuwa yanapenya sana ndani ya kanisa. Vivyo ndivyo ilivyo mpaka leo. Ndio maisha tunayoishi leo, makando kando ya duniani yamejaa kanisani vya kutosha. Na sio kitu cha ajabu kwa sababu watu hao walioko duniani ndio wako wanakuja kanisani. Lakini tutakuja kuona pia kwamba Mungu anatutaka sasa, tunapokuwa tumekuja kwake, zile hekima za dunia, hasa zile zinazopingana na Mungu, tusiweke pembeni. Kwa mfano kuna watu wengine hapa Tanzania ni makabila, tena karibu wa Tanzania, makabila yote ya dunia. Tena sio Tanzania. Tutoe mfano wa Tanzania kwa sababu tunaishi hapa. Unakuta anakuambia tuna mila ya kutambikia. Ni Mkristo. Ukihesabu idadi ya rosaria hizo nazo, ana rosaria kwenye gari, ana rosaria nyumbani, ana rosaria kitandani ya kulala nayo, ana nyingine ya kifuani, ana vitu vingi sana, anakuambia ni Mkristo. Alafu inafika kipindi anakuambia kwamba huu ni mwezi wa kwenda kutambikia. Tutakuja kuona inaongelewa katika sura ya leo. Mungu anakuambia hayo mambo ya duniani basi yaache, tutapata mila na desturi za Yesu Kristo, hasa zile mila zinazomtukana Mungu, zinazopingana na Ukristo wetu. Wengine wanakuambia wana mila za kukeketa. Wengine wanakuambia wana mila za vitu mbalimbali, vingi tu.
Kuna mila za ajabu sana. Ukienda kwa mfano kama mataifa ya India, kuna mila nyingine yani unazisikia unaogopa. Kwa mfano kuna nchi nyingine, nchi kama za Papua New Guinea huko, wana mila ya kutokuvaa nguo. Baadhi ya video hizo nimezionyesha. Ili kusudi tujue kwamba wanadamu ni mila za kishetani. Sasa Mungu anasema ametuita kutoka katika nuru, katika giza kuingia katika nuru. Sasa tuje katika kwani Mungu anasema kwamba sura kama hii inatufundisha vitu kama hivyo. Sasa kuja kupata muda wa kuonyesha katika maisha yetu ya uhalisia kila siku, una uwezo kuhitaji wiki 3 au 4. Na nilishasema kwamba vitabu kama hivi vikubwa na vyote ni vikubwa, yamkini huko mbele baada ya miaka kadhaa tutavirudia tena. Ila kile tunachokisoma leo tukikibeba kitatutengeneza. Tutakuwa kile kiatu ambacho mwenye nacho hana kiatu kingine. Ana hicho tu na anakitambua. Mstari wa kwanza ilikuwa ni utangulizi tu. Mstari wa kwanza wa kitabu cha Warumi nilisogea kidogo. Ngoja nirudi kidogo kabla tuanze kwa mstari. Kwa hiyo tunaona kwamba lilikuwa ni kanisa ambalo Paulo kama anavyowaambia Wakorinto anatuambia na sisi leo hii tuliofikiwa na miisho hii, ndio anasema kwenye sura ya leo ni kanisa ambalo lilikuwa lina matendo mengi mabaya. Hapa atakuwa anaongelea dhambi ya sanamu, ya kuabudu sanamu. Na tuliona kwenye mlango wa 8, tulisoma sambamba na mlango wa 10, kuabudu sanamu. Ndio huko kwa kutambikia huko. Tuliona kwenye mlango wa 5 watu kulikuwa kuna dhambi ya uzinzi usiokuwa wa kawaida. Mlango wa 5 aliongea kwa shida sana pale. Na akasema kwamba kama kuna mzinzi katikati yenu, sina maana kwamba mtu yote anayekuja, hapana. Mtu anaweza kawa ni hamjui Mungu. Lakini mtu anasema ameisha kuwa katika neema ya Mungu, Biblia inasema anaitwa ndugu. Mtu anaitwa ndugu. Ndugu ni mtu ambaye tayari amemjua Yesu Kristo. Anasema huyo haweza kukaa katikati yenu akiwa mzinzi au masharati. Kwenye mlango wa kwanza, wa pili, wa 3 alikuwa anaongea na watu wenye hekima ya dunia, yani wanaojitumainia. Waliokuwa wanamtegemea Paulo akija pale aje na cheo kikubwa na hofu kama hivyo unavyoona watu wanaojiitwa mitume na manabii. Ninaomba utulivu kidogo. Naomba utulivu kidogo hapa ndani. Sawa. Kwa hiyo walikuwa wanamtaka Paulo akija aje kama anavyokuja mtume na manabii. Unaosikia anakuja, wanapita kwanza linapita gari la wanaitwaje wale? Usalama wanapita. Kuna mtu mmoja anaitwa Jodevi yuko hapa Arusha. Kabla ya kuja Dar es Salaam kwanza wanapita wanakuwa wameshanunua kabisa, wameshalipia na gharama za traffic. Wanasafisha barabara. Wanapita gari nyingine, anapita baadaye anapita na utukufu mkubwa sana. Ndivyo wanaofanya kina papa. Hawezi akaja akapita, lakini watafanya ujanja, watatafuta vitoto vitatu viende vikasalimiane naye, lakini unaona ni mtu aliyekuja na utukufu usiokuwa wa Mungu. Umemzidi wa Mungu. Yesu alikuja mpanda mwana kupunda na ni mara moja tu, siku nyingine alikuwa anatembea kwa miguu. Sina maana kwamba tusitembee kwa magari, lakini hilo ni somo jingine. Kwa hiyo nataka kusema alikuwa Paulo kwenye sehemu kubwa ya mlango wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4 kote alikuwa anaongelea haya mambo. Kwa kuna watu wanatafuta nani mkubwa, Paulo au Petro au nini? Mungu anasema hapana, mkubwa ni mmoja tu, ni Yesu Kristo. Sisi wengine wote ni watumishi. Sisi wote ni kama ni kuteuliwa, tumeteuliwa kuingia katika hii serikali. Lakini mkubwa ni mmoja. Sasa mlango wa leo tunaona sasa anaendelea na mambo ya kuabudu masanamu. Kuabudu ile inaitwa kutambikia. Ile inayoitwa mambo mengi tu ya namna hiyo. Mengine hata kama hujawahi kufanya unaweza usijue exactly wanachokifanya. Kwa mfano watu wanaovaa mapete. Unakuta na pete sijui ya bahati, pete ya mvuto, pete sijui ya ulinzi, nyingine mpaka hizi pete ni zile unazoziona kwenye mikono, lakini nyingine ziko kwenye mwili huku chini. Zinaitwa hilizi. Zamani zilikuwa zinafichwa ndani ya nguo, lakini siku hizi zimehamia kwenye mikono. Nyingine unaziona utafikiri bangili. Sasa hivyo vyote utakuja kuona kwamba anasema hivyo vitu si chochote kwa sababu imetengenezwa mikono ya wanadamu, lakini anasema ni viwakilishi vya mashetani. Yaani ni picha ya mashetani. Kwa hiyo tuanzie pale, baadhi ya mistari hali ikiwa mbaya tunaweza
tukaikata nusu tukaimalizia kwa sababu ni mambo mengi sana. Mlango wa kwanza mstari wa kwanza anasema kwa maana ndugu zangu sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana walinywea mwamba wa roho uliowafuata, na kwamba ule mwamba ulikuwa Kristo. Paulo anaongelea watu wa kwenye agano la kale. Kristo amekuja kuzaliwa kwenye agano jipya katika mwili by the way. Anasema walikula chakula kile kile. Mungu aliwapa mana. Chakula kutoka mbinguni. Anasema ambayo hata baba zao hawakuijua. Aliwapa maji na tutaenda pale. Kwa hiyo tutaona katika Kutoka na katika Hesabu na hata kwenye Kumbukumbu la Torati. Sehemu hizo vitabu hivyo. Anasema Mungu aliwapa hivyo vitu vyote, lakini maana yake halisi ule mwamba walioukunywa walipokuwa sehemu inaitwa Meriba ulikuwa ni Kristo. Wanawaambia Maria mama wa Mungu tuombee uliyemzaa Kristo. Kristo alikuwepo kabla. Wakati Maria hajazaliwa. Yesu mwana wa Daudi, Yesu anasema kwani Daudi atakuwaje baba yangu mimi? Sema Daudi mwenyewe alisema Bwana alimwambia Bwana wangu, akimaanisha Mungu alimwambia Yesu kwa habari ya Daudi na Yesu akiwa kabla ya Daudi. Anawaambia Wayahudi kwenye mlango wa 8 wa Mathayo, wa Yohana, anasema kabla Ibrahimu hajazaliwa mimi nilikuwepo ndugu zangu. Kwa hiyo anasema walipita katika mwamba na ule mwamba ulikuwa ni Kristo, walikunywa ule mwamba ulikuwa ni Kristo. Muda wote kwenye Biblia unaposikia neno mwamba, a rock, jiwe kuu la pembeni, habari zake unakuwa unaongelea habari za Kristo. Na ule mwamba waliokunywa twende katika kitabu tusome katika Kutoka 16. Twende by the way wakati tunaenda kwenye hizo vitabu vya mwanzoni vile tujue kwamba Paulo Mkristo yote yule, mfano mmoja ni Paulo hapa. Kristo yote yule anahubiri au anajua habari za Mungu, lakini anatakiwa anajua Biblia yake vizuri. Unaona kwamba Paulo muda wote anapoongea na Korinto na kanisa la Agano Jipya, anakuwa anarejelea mambo ya kwenye Agano la Kale. Alikuwa anayajua. Leo hii ukigusa Agano la Kale wanakuambia hilo limepitwa na wakati. Hili Agano Jipya halisimami bila Agano la Kale, kwa sababu anahubiri akitokea katika Agano la Kale. Mungu ana maagano yote mawili ni kama moja ni msingi na ukuta au bati. Huwezi kuniambia kwamba bati ni muhimu kuliko msingi. Msingi ni muhimu yamkini, lakini pia huwezi kuishi kwenye msingi bila ukuta na bati. Kwa hiyo vyote maneno ya Mungu ndio neno la Mungu, ndio nyumba yote iliyokamilika. Tusome Kutoka 16:4 pale. Anasema kuanzia mstari wa kwanza, kisha wakasafiri kutoka Elimu na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikiria bara ya Sini iliyo kati ya Elimu na Sinai siku ya 15 ya mwezi, tuko kwenye Kutoka 16. Ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli wakamnungunikia Musa na Haruni huko barani. Wana wa Israeli wakamwambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwa nini mmetutoa huko na kututia katika bara hili ili kutua kwa njaa kusanyiko hili lote? Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu wakatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku ili nipate kuwajaribu kwamba watakapokwenda katika sheria, kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Kisha itakuwa siku ya 6 ya kwamba
watayaandaa hayo. Okay, anaeleza jinsi ambavyo Mungu anawapa mana. Tutaona katika sura ya leo pia miongoni mwa vitu ambavyo vinamuudhi Mungu. Tuvijue kabisa ni kumnungunikia Mungu. Kweli tunapitia katika shida. Nikiri kwamba mwanadamu wa leo, hata Mkristo, shida lazima upitie. Hata ukisema kwamba sitaki kupitia, utapitia tu. Kwa hiyo sehemu ya wanadamu wanapitia katika shida na tunaona ni theme kubwa sana, wanamnungunikia Mungu. Mungu kwa kweli hata tunapomuomba ni vizuri tumuombe Mungu, tunarudia tunaomba tunarudia lakini tusinungunike. Mungu sasa kwa nini umefanya hivi? Unaweza kujiuliza, kuna watu wengine anazaliwa hana mikono. Anakuwa hana mikono kabisa. Kitaalamu inaitwa amelia, absence of limbs. Mikono haipo au miguu yote ya chini. Au anakuwa kabisa hana yote minne, ya juu na ya chini. Siji miguu ya chini au whatever miguu. Lakini huyo naye angelalamika je? Sisi tuna kila kitu. Unaweza kwenda popote pale. Kwa hiyo Mungu kwa kweli unaona kwamba kitu cha kwanza anachokisema tuende katika mstari wa 3 nimegusa pale na kwa kweli hii habari ya mlango wa 10 wa Korinto wa kwanza unaongelea kabla ya kwenda pale tuende kwenye mstari wa 4 na 5 alafu tutasoma na 11 alafu tupate hoja kubwa ya somo zima. Anasema hivi mstari wa 5. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao maana waliangamizwa jangwani. Mstari wa 5. Wengi Mungu hakupendezwa nao waliangamizwa jangwani. Hebu jiulize, Mungu anawaletea chakula. Hakuna mtu ambaye ninayemjua hivi karibuni ambaye chakula kile kutoka juu kikadondoka mbele yake akaanza kula. Lakini watu hao ambao Mungu amewapenda kwa kiwango hicho wanamnungunikia alafu wanaangamizwa jangwani. Leo hii ukigusa maeneo kama haya unaudhi wanadamu. Tuambie kwamba Mungu anawapa chakula lakini usituambie kwamba waliangamizwa. Sisi kama imeandikwa tuache kuisoma. Na leo tuko kwenye mlango wa 10 tusingeweza kuuruka. Kusema kwamba huu labda unaongelea mambo ya kuangamiza ngoja tuuruke tuende sehemu nyingine. Hapana. Kitu kilichoko kwenye mlango wa 10 ndio tutasoma. Kilichoko kwenye mlango wa 11 tutasoma wiki ijayo. Kwa hiyo anasema wengi hawakufika mwisho wa ile safari, waliangamizwa. Na tusome mstari ule wa turuke kidogo tusome 11 alafu turudi nyuma. Tusome mstari wa 11. Anasema hivi wa sura ya 10 ya Wakorinto hii tuliopo. Anasema hivi, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani hizi. Anasema unapoona mambo yaliyoandikwa kwenye agano la kale ya wana wa Israeli ya kina mambo yaliyoandikwa labda na kina Isaya, mambo yote Biblia karibu nzima. Na hata Ufunuo imeandikwa miaka 2000 iliyopita. Anasema iliandikwa kwa lengo letu sisi ambao tumefikiriwa na miisho hii. Yaani haikuandikwa kama historia. Anasema inaandikwa ili kusudi wewe uliokaa hapo, mimi niliyosimama hapa, iweze kuwa kama fundisho. Na unaweza kusema somo la leo sasa fundisho lake kubwa nini? Somo la leo ni hili. Naweza nikasema hivi. Kwa sababu hawa ni wana wa Israeli. Taifa la Israeli la mwilini. Na tutakuja kuona baadhi ya mambo. Wamefika sehemu fulani Mungu akakasirika na tutaona wakatokea nyoka wa moto wakaanza kuwangata, wakawaua wengi. Nyoka wa moto. Leo hii kuna ukimwi unaumiza kuliko nyoka wa moto. Kwa sababu nyoka anaweza akaja ukiwa na mbio ukamwacha. Ukimwi ukishangia utaukimbilia. Leo hii kuna kansa. Zinatokana na maisha ya mwanadamu yaliyopingana na Mungu.
inaonekana masomo sio mazuri, hayatufurahishi. Mimi mwenyewe hayanifurahishi, lakini yameandikwa, sasa tafanya. Kwa hiyo nasema mambo yaliyoandikwa ni kwa lengo. Somo la leo unaweza kusema somo la leo ni kwamba kichwa cha somo kabisa au kichwa cha sura hii ya 10 ni hivyo kitafakari. Naweza nikasema hivi, mambo yaliyowapata Waisraeli ni mfano, yanatakiwa yawe mfano kwa Wakristo. Hao wote ni watu wa Mungu. Waisraeli ilikuwa taifa la Mungu kwenye agano la kale. Mungu alipoona lile agano halikuleta matunda, anasema akachukua ule ufalme akautoa, akawanyang'anya, akawapa wengine ambao sio taifa, ambao ndio Wakristo wa dunia nzima. Na hicho sio kwamba alifanya kwa bahati mbaya. Ulikuwa ndio mpango wake wa kwanza kabisa. Alimwambia Ibrahimu kwenye mlango wa 12 pale mwanzo. Anasema katika wewe mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Alikuwa na mpango. Mungu anaanza na mtu huyu mmoja. Yamkini tuko hapa, ameanza na wewe, hatuko wengi, ili kusudi wa Tanzania, watu wanaongea Kiswahili wafikiwe na Injili. Mungu alianza na Ibrahimu peke yake. Baadaye akaanza na taifa la Israeli. Tena akakutana nao katika hali ya utumwa, katika matatizo. Kwa hiyo ukichukua taifa hili la Israeli la leo, ukilichukulia lote tangia nyakati za Ibrahimu mpaka leo, wameenda utumwani mara zaidi ya 80. Wamekuwa watumwa. Watanzania tumekuwa watumwa mara ngapi? Yamkini mara moja tu. Waarabu walikuja wakatufanya watumwa kwa kiwango fulani. Kidogo na wakoloni wa kizungu. Yaani na hesabu vizazi vyote, sisemi wewe ulioko hapa, lakini tuseme yani kihistoria. Si zaidi ya mara 2 au mara 3, lakini wao mara karibu 80. Moja wapo ni hii waliorudi mwaka 1948 baada ya kufa watu milioni 6. Actually milioni 6 ya Wayahudi walikufa mwaka 1939 mpaka mwaka 1945. Milioni 6 ni watu wengi sana. Kuna mataifa mengi hayana watu milioni 6 jumla. Kwa hiyo taifa zima linakufa. Sasa inaonekana huyu vitu anavyohubiri havivutii. Ndivyo vivyo andiko hapa, kwa sababu Mungu aliachilia nyoka wakawala. Anasema baadaye waacha wakafia tu jangwani kama mizoga. Kwa sababu gani? Walikuwa hawataki kuisikia sauti ya Mungu. Leo hii watu wasipotaka kusikia sauti ya Mungu, Mungu anaachilia ukimwi. Mungu anaachilia vita. Mungu anaachilia magonjwa. Lakini tukisikia sauti ya Mungu, Mungu anatuokoa, Mungu anatulinda, Mungu anatutunza. Leo hii watu wanataka tukikutana hapa tuanze kuserebuka, tuko hewani, kichwa juu miguu chini. Ni uongo. Ni uongo mkubwa tu. Tena mbaya. Kwa sababu ni uongo ambao unaugalimia, unabidi utoke huko uliko, ulipe nauli, upoteze muda wako uje kusikiliza uongo. Ungeweza kusikilizia hata kwenye TV yako nyumbani. Lakini tukutana hapa tusikie sauti ya Mungu. Ndio aliyoandikwa hapa. Kwa hiyo anasema huu mstari unaweza kutumika kwenye Biblia nzima. Mstari wa 11 anasema mambo haya yalivyoandikwa yameandikwa sio kwa ajili yao. Kama ni kama mtu anaenda kufanya postmortem. Postmortem ni mtu amekufa, anakatwa, anafunguliwa kitaalamu kuona chanzo cha kifo. Inawezekana mkatest kuona kwamba labda amekufa kwa Ebola ili kusudi mwalinde wengine. Hawa watu walikuwa tayari washapata madhara. Lakini anasema imeandikwa ili kusudi mimi na wewe tupone. Lakini makanisa karibu yote kabisa, yanachukua yanafunika. Yanaenda natafuta tu sehemu zake. Najua mawazo mazuri nayo kuanzia. Niulize nami nitakwambia mambo makubwa mazuri wewe. Mungu anasema walikufa jangwani kwa sababu walikuwa hataki sauti ya Mungu. Lakini wale waliosikia sauti ya Mungu akina Musa, Mungu aliwapa neema kubwa sana. Mungu aliwapa neema kubwa sana. Kubwa tu. Kubwa tu. Tuendelee na mistari iliyokuwa tumeiacha nyuma kidogo. Anasema katika mstari ule wa sasa tutaona mambo kama manne makubwa.
ambayo wana wa Israeli wa wakati wa Musa na waliokuja baadaye wamemuudhi Mungu ni mengi tu. Ili kusudi yawe tujikinge na hayo. Tutaona ibada ya sanamu tushaisema. Leo hii ni ukigusa sanamu mtu ukikaa hapo wewe ulipo na mimi. Tunaweza kufikiri kwamba labda hatuna ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu sio kile kitu chote ambacho kimechongwa kikawekwa pale cha kutengeneza, hapana. Ni kitu chochote ambacho kina thamani kubwa kwenye akilini mwako kuliko Mungu. Hiyo ndo Mungu wako. Ndio sanamu. Ndio ibada ya sanamu. Hem, tusome katika Wakolosai pale. Mtu anaweza kusema labda mimi bwana sisi huwa hatuna sanamu la Bikira Maria na sanamu la Yesu. Sisi Mungu anasema pamoja na hayo, lakini pia kuna sanamu nyingine. Tusome katika Wakolosai mlango ule wa 3. Anasema hivi mstari ule wa 5. Sikiliza. Wakolosai 3:5 anasema hivi. Anasema hivi. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Mungu anataka tu viungo vyetu vife au viishi? Vife. Lakini leo tunavipalilia. Tena kikipungua kidogo kama nywele ilikuwa unaenda unaipiga na rangi ili kusudi ing'ae sana. Anasema vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Yaani anaeleza maana ya haya maneno kwamba uasherati, uchafu, tamaa mbaya. Tamaa. Leo hii tamaa. Maisha ya tamaa ya mwanadamu. Leo hii ukienda kwenye makanisa, kitu wanachofundisha ni kukufundisha uweze kutamani kiwango unachoweza chochote kile. Wewe una kajumba tu kamoja. Wenzako hapo wakina Barisa wana jumba 200 Dar es Salaam. Mkristo gani ambaye hajamfikia maneno kama haya? Anasema tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ambayo ndiyo ibada ya sanamu. Kwa hiyo sio lazima uwe na sanamu la Petro, sijui la mtakatifu gani, hapana. Hata mawazo mabaya. Sasa maana yake ni nini? Na naomba niseme kitu kimoja jamani. Mimi nikiri kwamba nawapenda watu. Na moyo wangu kwa kweli natamani watu wakae vizuri na Mungu. Nawapenda watu. Nawapenda Waislamu. Nawapenda Wakatoliki. Nawapenda madhehebu. Ila sipendi wapotee. Sipendi kabisa. Ndio sababu unapokuwa unanena neno la Mungu lazima vitu vyote vikubaliane. Unachokitamka mdomoni, sauti inavyotokea inavyofanana na lazima vilandane. Mtu mwingine anaweza kaja labda tuseme anahubiri ibada ya sanamu. Hiyo masanamu mengi hapa. Kuna ndugu zetu fulani wanayo masanamu mengi, Mungu hapendi jamani. Anasema bweka kama mbwa. Hivi kwa mfano uone nyumba inaungua, kuna mtoto wako mdogo. Maana mtu asiyemjua Mungu ni kama mtoto kibiblia. Utakuwa unamwambia, jamani mtoto njoo basi toka haraka vizuri." Toka wewe. Yaani utaongea kama vile kichaa. Wewe naomba mnisamee. Nimepandisha mwanga kidogo. Kwa mtu ni katika kitabu cha
cha Isaya. Sehemu maarufu sana. Wale ambao tulikuwa pamoja kwenye kitabu cha Isaya mnakumbuka. Isaya 58 ni sehemu maarufu sana. Na ni sehemu nzuri ya kuwa unarejelea unapotaka. Mstari wa kwanza anasema hivi. Piga kelele. Mungu anatutaka tunapohubiri tupige kelele. Lakini sio kelele kwa maana tu ya kelele. Yaani sauti kubwa sio kigezo. Kigezo ni ujumbe ulio ndani ile sauti. Lakini pia unapotoa ujumbe umetoka kwenye neno la Mungu ufanane na uzito wa ule ujumbe. Anasema piga kelele usiache. Ukisoma kwenye King James neno usiache anatumia neno spare not. Spare not maana yake unapokuwa unahubiri usibakize ukasema hiki hapana hiki. Yaani ukachagua unasema hapana, hubiri vyote. Na ndio sana namwambia Timotheo katika Timotheo Paulo anamwandikia Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa pili pale 3 na kuendelea pale. Nimesema pili. Samahani. Mstari wa pili sio wa pili wa 3. Anamwambia hubiri neno wakati ufaao na wakati usiofaa. Hana maana kwamba wakati labda wa mvua na jua. Okay, nayo ni maana halisi. Lakini anachosema bila kujalisha kwamba hilo neno yani isitegemee mazingira. Neno litoke tu bila kutegemea mazingira. Kuna mtu mwingine anataka kuhubiri watu fulani, anawatafutia neno lao. Hili jingine anasema haliwahusu. Unajua hata watoto wanatakiwa waambie hawa wadogo hawa wasikie dhambi ya uasherati. So huwezi kujua ni lini wataanza hiyo tabia. Waisikie wakiwa wadogo. Of course kuna vingine watavira vingine hatavira. Ni kama unavyofundisha hesabu. Unakuwa unamfundisha, unaweza kumfundisha hesabu namba 10, baadaye zikafika 20, baadaye zikafika 100. Huwezi kujua kama ulishafika hata bilioni, utaenda mpaka mwisho. Kwa hiyo nasema piga kelele. Unapohubiri piga, yani neno lisitoke. Bwana wabariki sana. Naomba na ninyi mjibu hili kusudi tuka. Mnajua hivi? Upuzi. Kubwa tu. Tena anasema ukiwapigia kelele, paza sauti yako kama tarumeta. Paza sauti kama tarumeta. Oh! Vitu kama hivyo. Uwahubiri watu wangu mafanikio. Wahubiri watu wangu matumaini makubwa. Wahubiri watu wangu kujenga nyumba nyingi. Hapana, haiandikwa hivyo. Anasema hivi, mimi nimeweka yale ambayo wao wanajiwekea. Kilichoandikwa hapa anasema hivi, wahubiri watu wangu kosa lao. Gusa makosa yao. Ndicho anachosema. Na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Mungu aliona kwamba inawezekana makosa hawataelewa maana yake, anafikiria labda makosa ni vitu vya dunia, anasema waweka na dhambi. Na kuhakikishia ukienda kwenye kanisa lolote, hata kama utakuwa unapata baraka, hata kama wamekusaidia kumfufua mtu wako, hata kama wamekufanikisha ukapata kazi, ukapata mume, ukapata mke, ukapata kila kitu, kama husikii wanahubiri dhambi, ondoka. Kama husikii wanahubiri wokovu, wanaurudia maana ya kuokoka ni nini na nini, ondoka vile vile. Turudi katika Wakorintho wa kwanza. Kwa hiyo Wakorintho wa kwanza, kwa hiyo anasema hivi mstari wa 7, mstari wa mlango wa 10 mstari wa 7. Anasema hivi, wala msio waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa watu waliketi kula na kunywa kisha wakasimama wacheze. Kosa la kwanza ambalo anatuambia limeandikwa ili kusudi tujifunze ni kuabudu sanamu. Na tumeligusa. Na anasema kama ilivyoandikwa watu walisimama watu niko mstari wa 7
kama ilivyoandikwa watu waliketi kula na kunywa kisha wakasimama wacheze. Leo hii ukienda kwenye makanisa utakuta watu wanasimama wacheze. Usifikiri kwamba hapa anasema kama anawasifia. Anawaambia wala usio kama hao. Leo hii watu wanaenda kanisani kucheza. Of course inawezekana isiwe kosa kama kosa, lakini sio kitu kinachoungwa mkono sana. Lakini hawa walifika sehemu fulani sasa wakawa wanacheza kwa ajili ya sanamu la ndama. Walikuwa wametengenezewa na nini? Waliotengenezewa na Haruni, kaka yake Musa. Twende tukasome haya maandiko yalipo. Ndiyo njia nzuri ya kusoma Biblia. Anasema twende katika kitabu cha Kutoka 32. Hiyo ni sehemu maarufu sana. Kwa maana ukikumbuka tu kitabu cha Kutoka 32 ndipo makosa makubwa kabisa. Wana wa Israeli walikuwa wametoka walianza kuondoka Misri kwenye mlango wa 12 hivi au wa 10. Kwa sababu kutoka mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu walikuwa wako wanashindana na Farao. Farao hataki watoke. Wakawa wanashindana, Mungu analeta mapigo na sasa ile pigo la Pasaka la mwisho liko kwenye mlango wa 12 Kutoka. Ndo wanapoachiliwa. Wanaenda inakuja kufika kwenye mlango wa 32 kwenye Kutoka tayari wako wanaabudu ndama. Mungu amewachukua kwa mkono mkubwa, wameona miujiza mikuu ya Mungu. Na Biblia inasema leo kwamba hivi vitu havikuandikwa kwa ajili yao, vimeandikwa ili kusudi mimi na wewe vitufundishe. Vimeingia kwenye kumbukumbu za Mungu kama neno la Mungu. Kutoka mlango wa 32 tusome mstari ule wa 5 anasema hivi. Naye Haruni alipoona jambo hili akajenga madhabahu mbele yake. Haruni akatangaza akasema, kesho itakuwa sikukuu ya Bwana. Wakaondoka asubuhi na mapema wakatoa dhabihu. Leo hii utasikia watu wanawahi sana kwenye dhabihu makanisani. Hivi vitu vinavyoongelewa, walitoa dhabihu au kutoa dhabihu? Ndivyo vinafanyika makanisani. Walisimama wacheze au hawakusimama kucheza? Walisimama wacheze, ndivyo vinafanyika makanisani. Sivyo tunavyofanya hapa. Dhabihu tunaweza kutoa lakini sio kigezo chochote kikubwa. Kucheza tunacheza sio kigezo chochote kikubwa. Lakini tuangalie muktadha halisi, maana yake ya msingi wala haikuwa hiyo. Maana yake ya msingi walikuwa wanaabudu vitu ambavyo sivyo. Anasema hivi, Haruni akatangaza kusema kesho itakuwa sikukuu ya Bwana. Wakaondoka, niko nasoma mstari wa 6 Kutoka 32. Wakaondoka asubuhi na mapema wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za amani. Leo hii utasikia makanisani leta sadaka. Wanapitia njia ile ile. Kitu kilichowekwa mbele ni sadaka. Kama hawa leta sadaka za amani. Wakaketi kula na kunywa wakaondoka wacheze. Haya maneno ndio tunaona kwamba Paulo anayanukuu, anayarejelea kutoka katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 10. Paulo alikuwa anajua Biblia yake. Leo hii mtu angekuuliza wewe na mimi amkini kwamba haya mambo ya kusimama kula na kucheza anaandika Paulo. Yeye ameandika wapi? Ilikuwa ni vigumu sana kuyatafuta mpaka uchunguze sasa. Lakini tunajua sasa. Na hapa alikuwa sio kwamba wanacheza, walikuwa wanamchezea ndama waliokwisha mtengeneza. Na yule ndama wakamwambia wametoka kumtengeneza na walikuwa wamemtengeneza kutokana na nini? Na pete na heleni za wake zao na mabinti zao, wanasema na vijana wao. Ilikuwa nchi iliyoharibika kabisa. Ukisha sikia mwanaume ana pete, ujue hao watu ndio wanaenda waabudu sanamu. Eti pete nini hizo? Heleni. Ukisoma hatuna muda wa kwenda katika kila hivi, tutakuja kusoma huko mbele kwenye agano la kale, lakini kwa leo tuko kwenye agano jipya. Kwa hiyo tunaona kwamba na sehemu nyingine sio hizi tu, sehemu nyingine. Kwa hiyo tunaona kitu cha kwanza kuabudu sanamu.
Wakasimama wale kula kwa chini. Mstari wa 8 anasema hivi, wala tuzifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wakaanguka. Biblia inaposema kuanguka usifikiri kwamba ni kama kutembea tu ukajikwaa ukalala chini. Hapana, kuanguka ni kufa. Ni lugha tu ya Biblia hii sijui. Leo hii katika kitu ambacho naweza nikakiri kwamba wanadamu ukijumlisha na makanisa wanakifanya kwa kiwango kikubwa kuliko vitu vingine vyote ni uzinzi na uasherati. Kuliko vitu vingine. Ukitafuta watu wanaofanya biashara wanaweza katika watu 10 hawafiki 5. Ukitafuta watu wanaofanya kazi labda serikalini katika 10 hawafiki 5. Ukitafuta labda watu wanaoimba labda ni waimbaji. Unaweza kukuta waimbaji labda katika watu 100 unapata 2 3. Lakini inapokuja kwenye swala la uzinzi na uasherati katika watu random kabisa, katika watu 100 unaweza kupata watu 90. Mungu anasema tusifanye uzinzi na uasherati. Kwa sababu matokeo yake, tuende katika kitabu cha Hesabu. Tulikuwa kwenye Kutoka, of course tumetoka kwenye Wakorintho wa kwanza 10. Twende kwenye Hesabu. Na jamani, haya mambo ni unajua unapoigusa dhambi usiichezee. Dhambi ni kama nyoka. Ukiona, ngoja niulize, unaweza ukaona nyoka mkubwa au hata mdogo? Maana nyoka wote ni nyoka tu. Hata mtoto wa nyoka ni nyoka wanasema kwa Kiswahili. Ni methali. Sawa. Unaweza ukaona unampiga kidogo alafu unacheza naye, unamshika, unamwagia tu maji kama unamfufua. Ukiponda unaponda kweli, si ndio? Dhambi ni nyoka. Dhambi ni nyoka kwa sababu inatokea kwa nyoka ambaye ni shetani. Ukiponda unaponda na kabisa na kusirimba kabisa. Ukiona mtu anataka kujifanya na kuhubiria sio mambo alafu kama anaponda na anang'ata na kupuliza, ujue huyo siye kabisa. Uasherati ni nini? Uasherati ni matendo ya mahusiano ya kimwili yanayohusisha watu ambao hawajaoana rasmi. Hata kama wako kwenye chumba. Hata kama wameshatambulisha, hata kama wameshalipewa mahari. Lakini huko ni mbali. Leo hii ukienda katika maeneo ya mashuleni huko. Nenda mavioni huko. Na hao ndio unakuta viongozi wa praise and worship. Sijui vitu gani na vitu vingine vya kipuzi. Wamejitwisha manywele kichwani marefu. Na wengine ni kama makahaba. Na of course matendo yake yanatoka pale ni ukahaba. Alafu Mungu anasema wala tusiwe kama hao, sababu nyakati zao tena Mungu aliwasamehe wale watu. Aliwaua kwa mwili. Yesu anasema hapana, hawa watu wao kwa mwili, tunaua kwa roho. Kwa hiyo huwezi ukaponda nyoka ukawa unamponda tu kidogo unamnyunyizia maji kama vile unamresistate apone tena. Hapana, ponda nyoka, ponda kabisa. Chukua tunaona katika kitabu cha Hesabu mlango ule ni maarufu sana. Hesabu 25 ni maarufu sana. Kabla ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati kuna Hesabu 25 na tumetoka kufundishwa juzi kwa ufupi. Kwa hiyo tutakuwa tunakijua. Utajua kwenye kitabu cha Hesabu ndo kuna matatizo makubwa sana kwenye. Yaani ile habari ya wana wa Israeli walivyoshindana na Mungu wao. Wakristo wale walivyoshindana na Mungu wao, habari yetu imeandikwa kwenye nani? Kwenye Injili zile 4 na kwenye Ufunuo na kwenye nyaraka Agano Jipya lote. Hawa yakuwa imeandikwa katika vitabu hivi, hasa Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Hesabu walifika sehemu fulani Mungu akamwambia sasa wewe Musa niache. Naenda kuwaua wote, ninakubakiza wewe tu na Haruni ataondoka huko. Musa akasema ukifanya hivyo Wamisri na watu wengine watasema huyu Mungu hana uwezo, amewachukua alafu ameenda kuwaua. Mungu akasema nimekuelewa Musa. Imetupasa na sisi tuombeane kama Musa.
Lakini sio kwamba Musa akikutana na wana wa Israeli anawaambia hamko vizuri. Hapana, alikuwa anaenda anawabwatukia kweli kweli. Anakuwa mkali. Lakini akikutana na Mungu anawaombea. Sema usiwaue. Ndicho tunachotakiwa kufanya. Tunatakiwa tukikutana sisi wenyewe tubwatuke, ila tukikaa katika maombi tuombeane amani. Tuombeane uzima, tuombeane ushindi. Tuombeane neema ya Mungu kwanza. Kwa sababu tunaokolewa kwa neema yetu. Bila neema ya Mungu. Na Mungu anasema usipungukie neema yake. Neema ya Mungu, anasema neema ya Mungu imeshatolewa kwa kila mtu. Kosa ni kuipungukia. Sasa tuombeane hata tusiipungukie. Kutoka 25 tusome tu mstari wa 8. Kutoka 25 tu. Tusome hata 9 tu peke yake. Tusave muda. Unaweza kusoma kutoka 25. Anasema na hao waliokufa kwa hilo pigo walikuwa 24,000 hesabu yao. Huku Paulo anasema 23,000. Unaona kwamba ni hesabu yanayokaribiana. Ndani ila sasa tofauti ni kwamba kwenye agano jipya anasema ndani ya siku moja. Hapa anasema 24. Yamkini kuna waliokufa siku ya kwanza ndo wale labda 23,000 labda kesho wakafa, huwezi jua. Lakini naamini hizi hesabu zina 23,000 na 24 ni kama mtu ukiwa anakudai au unamdai labda 24,000 akakupa 23,000 utakataa kuipokea. So kaa nayo mpaka zitakapotimia. Siku hizi mtu kwanza watu hawakopeshani. Hiyo imeenda pembeni kidogo, ngoja niseme pembeni. Lakini kama mtu amdai laki akikupa 2,000 pokea. Unaweza usipate milele. Ninachotaka kusema ni nini? Ni kwamba 23,000 na 24,000 ni hesabu ambazo wanasema zinafanana. Lakini kwenye agano jipya Paulo anasema walikufa ndani ya siku moja. Inawezekana walikufa kwenye siku moja 23,000. Yaani yamkini ameweka kwenye kumbukumbu rekodi ya siku moja waliokufa wengi labda zilizoongezeka. Mimi siamini kwamba alikufa siku moja ikaisha. Hapana. Watakuwa walikuwa wanaendelea, lakini kuna siku ya pigo kubwa. Na hapa anasema ni pigo hili. Sasa kwa nini unasema kwamba unaweza kusema sasa mbona kama mambo yanatisha? Lakini yameandikwa. Huwezi kuacha kusoma kwa vile yameandikwa. Na kwa sababu yako katika somo la leo. Tunaendelea mstari ule wa. Kwa hiyo tunaona kitu cha kwanza ilikuwa ni nini? Sanamu. Ya pili washirati. Ulioua watu wengi. Tusome ya 3 mstari wa 9 anasema wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu wakaharibiwa na nyoka. Kosa lingine ambalo Mungu analikataa, kila mmoja analipa adhabu yake. Ni lile la waabudu sanamu. Mungu alisema walikufa mizoga yao jangwani wakaliwa na ndege. Ili la uasherati waliuawa, walipigwa, yani kuja pigwa wakafa. Hili la kumjaribu Mungu, Biblia ngoja niseme kidogo, wakati mwingine tusome tuelewe. Anasema asomaye na elewe Biblia inasema hivi. Biblia wakati mwingine anasema neno ni jaribuni. Mungu anatuambia tumjaribu Mungu. Sio vibaya Mungu kumjaribu Mungu ni kumuona ngoja nifanye upande wangu nione kama Mungu anafanya. Na Mungu ni mwaminifu siku zote. Anachokiongelea unajua maneno mengi huwa yana maana zaidi ya moja. Kwa lugha ya Kiingereza yanaitwa synonyms. Siku hizi nasikia Kiswahili chake kinaitwa si kisawe. Watoto mnasoma Kiswahili nasikia kuna Kiswahili kinaitwa kisawe. Neno moja lenye maana zaidi ya moja. Kwa mfano ukiangalia neno barabara ni sehemu ya kupita magari na watu. Lakini ukiandika vibaya unaweza kukuta kuna neno barabara. Vile vile kutegemea ni mazingira gani ikimaanisha kitu katika hali ya ukamili, waziwazi, barabara, waziwazi. Sasa kumjaribu Mungu anakoongelea hapa sio kule kutimiza wajibu wako kumwona Mungu upande wa pili naye anatimiza upande gani. Unajua tunamjaribu Mungu kwa nini? Mfano una shida, una tatizo ambalo yamkini ingekupasa kwenda kutenda dhambi ili kusudi lile tatizo lifanye nini? Uliondoe. Labda uende kwa mganga wa kienyeji. Ukasema hapana, mimi siendi.
Mfano mzuri, mtu anapata ugonjwa usio na yani hautibiki, unaenda hospitali hautibiki, ufanye nini? Yani kila unapoenda watu wanakuambia pana ugonjwa huwa wewe mjinga namna gani? Huu sio hospitali huu bwana. Nenda kuna fundi yuko pale anaitwa. Unasema hapana, mimi nitamjaribu Mungu, nione kwamba Mungu. Nampa muda Mungu. Nitamjaribu kwa maombi. Ndicho hiyo ndio kumjaribu Mungu kuzuri. Sasa anako kusema tusimjaribu Mungu kwenye Biblia iko wazi mara nyingi. Actually kwa lugha ya nashangaa anatumia lugha ya Kiswahili. Kwenye King James anasema to tempt God. Majaribu yani majaribu mabaya. Unajua kuna majaribu mabaya na majaribu mazuri. Unaposema neno kujaribu unasema jaribu unaweza kufanikiwa. Ni neno zuri hilo. Lakini kuna watu unaweza kukaa ukakuta wanakujaribu. Au unawajaribu watu. Sasa Mungu anachosema hapa, anasema tusimjaribu Mungu kwa maana kwamba una test kwamba je Mungu anaweza hawezi. Yaani unakuwa umeshafikia hitimisho. Unajua kwamba hawezi bwana. Mjaribu Mungu. Yaani manake Mungu tusimshushe. Tukasema kwamba kuna kitu ambacho hakiwezi. Ndio maana unajua wakati mwingine tunamjaribu Mungu, tunafikiri kwamba unafanya hayo, unasema hiki ni cha Mungu, hiki sio cha Mungu, hiki nitafanya mwenyewe. Hapana, vyote ni vya Mungu. Hiki sio hiki hawezi. Kwanza kuna vitu vingine vya kawaida tu vya maisha ya kila siku. Lakini vitu vingi lazima tumpe Mungu nguvu yake. Tumpe Mungu nafasi yake ya kwanza. Kwa anasema tusimjaribu Mungu kama wengine walivyomjaribu wakaharibiwa na nyoka. Twende katika Hesabu 21. Tumeangalia kutoka 32 Hesabu 25 twende Hesabu 21. Na tunakata baadhi ya mistari. Mstari ule wa 5. Hesabu ni kile kitabu cha 4 kabla ya Kumbukumbu la Torati, utakuta Hesabu. Na muda umeenda sasa tutaelekea kumaliza. Hesabu 21. Hesabu 21 anasema hivi. Mstari wa 5. Hesabu 21:5 anasema hivi. Na angalia kumnungunikia Mungu ni kama vile Mungu kama Mungu sasa yani ndio kumjaribu huko. Yaani kumnungunikia kumjaribu. Anasema mstari wa 25 anasema watu wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani, maana hapana chakula wala hapana maji na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Yaani wanakataa maana hiyo. Hawaifanyii kazi, wanaokota tu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Paulo alikuwa anajua hili neno la Mungu. Anahubiri kwa Wakorinto lakini anajua kwamba kuna kwenye maandiko ameshasoma na yajua. Hahubiri mdomoni tu peke yake. Anahubiri kwa maandiko. Leo hii natakiwa kuhubiri kwa maandiko. Huwezi kusema kwamba hapa nimehubiri maneno yangu. Hapana, sihubiri maneno yangu mimi. Nahubiri kwa maandiko yanayokuja ndo nayasoma. Na ndio sababu mtu akichukia maandiko atakuwa amenionea kwa sababu sio kwangu. Nitakuwa nimeonewa. Kwa hiyo watu wanamjaribu Mungu. Hebu ngoja nitoe mfano. Mtu anaweza ukawa labda huko duniani huko, baadaye ukaanza kumtafuta Mungu. Ukaja labda kwenye kanisa linalohubiri injili ya kweli kama hii, ukahubiri. Unasema unajisifia. Acha nijisifu japo kidogo. Paulo alisema, tunahubiri injili ya kweli. Kabisa. Okay, ukaja baadaye katika kule kuhubiri injili, kuisikia injili ya kweli, ukajikuta labda mambo yanaenda ndivyo sivyo. Ulichokitegemea mipango yako haiendi vizuri. Sasa wewe ulishazoea kwamba ukienda kwenye makanisa wanakuambia unaingia leo Jumatatu, Jumanne kazi ushapata maisha yameshanyooka. Lakini sio principle ya Mungu. Mungu hachelewi wala hawahi. Alafu Mungu wakati mwingine anapima uvumilivu wetu. Nani muhimu sana? Mungu anapima uvumilivu wetu. Mungu anatupa mitihani.
Ukienda kusoma sehemu yote ile ukakuta kuna shule haina mitihani, ujue hicho cheti sio halali. Cheti unakipata baada ya kufaulu mtihani. Watu wote tunawapa vyeti wamefaulu ni wazuri. Uongo. Mungu lazima tupe mitihani mizuri, tukiishinda anatupa cheti. Na kile cheti kwa lugha nyingine anasema anatupa mataji. Sema tutapata taji. Hii watu wakishinda vizuri wanapewa mataji. Wanapewa degree, wanavaa vitu vya ajabu ajabu. Dunia inapenda sana hizo habari, lakini degree za Mungu hazionekani kwa macho ya nyama. Ni uzima wa milele. Ni ulinzi wa Mungu. Ni amani moyoni. Ni ushindi mwingi wa kila wakati na kila siku. Lakini usiutegemee kwamba utakuja wakati unapojua. Anasema kwa wakati kama anasema katika saa usiyojua na majira usiyoyategemea Bwana huja. Hawa walimjaribu Mungu na walikuwa wanamuolea. Kwa sababu Mungu alikuwa amesha hivi kuna mtu mwingine taifa lingine lolote liwahi kula mana. Leo hii inakuhakikishia hata ukiomba namna gani Mungu hatashusha mana. Sio kwa sababu hawezi. Kwa sababu hauko jangwani. Hauko jangwani na hauko katika ule mpango wa kuleta mana siku hii. Okay, kwa hiyo tutaendelea kumalizia ndio umeenda. Mstari wa 10 anasema wala msinungunike. Tumeshaona kosa la kunungunika, kwa hiyo tumeona kosa la sanamu, kosa la uasherati na uzinzi matokeo yake. Tunaona kosa la kumjaribu Mungu na kosa la kunungunika tumeliona linaenda pamoja. Tusimnungunikie Mungu. Ukiona mambo yako haendi vizuri, mwambie Mungu nakushukuru hata katika hali. Amina. Amina. Mwambie Mungu na hilo nakushukuru. Mungu anasema yeyote anayeshukuru katika madogo, anayeamini anayekuwa mwaminifu katika dogo, atakuwa mwaminifu katika kubwa. Mungu akikupa kitu kidogo tu, mshukuru Mungu, kesho atakupa kikubwa. Ndiyo hatua ya Mungu. Na Mungu sio mtu mwingine. Hatuongelei Mungu asiyejulikana, tunaongea Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Jehova ambaye amejifunua kwa nguvu za Mungu mmoja katika mwili aitwaye Yesu Kristo Bwana. Naomba kusema Mungu. Unasikia mtu, Mungu wangu bwana. Jamani, naomba mje mkaombe kwa Mungu wa fulani. Hapana, Mungu ni yule. Mungu wako. Ukitaka muulize ni Mungu wako ni Mungu upi? Ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Akamwambia ndio Mungu. Lakini wengine anasema mdomoni moyoni hawapo. Haipo. Mistari imekuwa mingi. Nitamani. Mstari wa 14 na kuendelea ni mambo yale yanasema kwa ajili ya hayo wapenzi wangu ikimbieni ibada ya sanamu. Ameshaonyesha matokeo, kwa hiyo anawaambia bwana matokeo yake ni mabaya. Nasema kama na watu wenye akili lifikirini ninyi ninenalo. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote tuwapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Waangalieni hawa Waisraeli. Nakwambia turudi kule kwa Waisraeli. Hatoki mbali. Walivyokuwa kwa jinsi ya mwili, wale wazilao dhabihu je, hawana shirika na madhabahu? Basi niseme nini? Kwamba kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu, au kwamba sanamu si ni kitu? Sivyo, lakini vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani wala si kwa Mungu. Nami sipeni ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamwezi kushirikiana kati ya meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Au tuamtia wivu Bwana wivu? Je, tuna nguvu zaidi ya yeye? Hapa alikuwa anaendelea sasa kupasua au kufafanua zaidi maana ya sanamu zile alikuwa anasema. Kwamba ukiona sanamu kaona kitu kimechongwa, anasema hapana, hicho ni yani hiyo ni shetani. Sanamu kama sanamu haina tatizo, ila ni kiwakilishi cha shetani. Ni kama hapa, ngoja nikuulize. Uchukue kwenye ofisi nyingi, huwa kuna wanachukua picha ya mheshimiwa rais, wanaweka pale. Ukiichukua na hayupo, mkini mlio wengi hamjawahi kumuona kwa macho, mlimuonea tu kwenye TV. Ukichukua ile picha yake ile iliyoko pale, ukaichukua ukaichana, unabaki salama? Unabaki salama?
Ni kiwakilishi chake lakini yeye hayuko pale. Sasa ile sanamu lipo tu lakini nyuma yake ni shetani. Lakini sanamu kama sanamu halina tatizo. Tatizo ni mashetani wale. Na unaposema mashetani kuna shetani mkuu, joka, ibilisi, alafu na watumishi wake. Wote wanaitwa mashetani. Watumishi wake. Malaika walioasi pia na wanadamu waliojiungamanisha naye wanaitwa devil worshippers. Mstari wa 23 anasema hivi. Vitu vyote ni halali bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali bali si vitu vyote vijengavyo. Mtu asitafute faida yake mwenyewe bali ya mwenzake. Kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni bila kuuliza kwa ajili ya dhamiri. Maana dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Na mtu asiyeamini akiwaalika ninyi mnataka kwenda kuleni kila kitu kiwekwacho mbele yenu bila kuuliza kwa ajili ya dhamiri. Lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka, msile kwa ajili yake yeye aliyeonyesha kwa ajili ya dhamiri. Nasema dhamiri lakini si yako bali ya yule mwingine. Anasema maana kwa nini uhuru wangu uhukumiwe na dhamiri ya mtu mwingine? Ikiwa mimi natumia sehemu yangu ya shukrani, kwa nini nitukanwe na kwa ajili ya kitu nikishukuriacho? Basi mstari wa 31. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Hilo neno zuri sana. Fanyeni kila kitu kwa utukufu wa Mungu. Msiwakoseshe Wayahudi wala Wayunani wala kanisa la Mungu, vile vile kama mimi niwapendezavyo watu wote katika mambo yote, nisitake faida yangu mwenyewe ila faida yao walio wengi wapate kuokolewa. Nakwambia watu tutakavyofanya hatimaye hakisha kwamba watu wanaokolewa. Na usilenge katika leo hii watu katika makanisa Paulo anasema mimi sitafuti faida yangu. Leo hii watu wanakuwa na huduma ya makanisa kwa lengo la faida yao. Anasema nataka nipate hela. Nataka nipate utukufu, cheo, heshima na nini? Ndivyo yalivyo makanisa leo hii. Ndio lengo la makanisa. Paulo anasema isiwe hivyo. Anasema usiwakwaze wengine vile vile. Hii tunaweza kuisoma sana lakini kwa kidogo cha leo tutaishia hapa. Tutaendelea mlango wa 11. Ningetamani tusome vitu vingi humu. Na kwa mfano kuna kitu tumekigusa kidogo lakini tutakisoma zaidi. Anaongelea kikombe kile tunacho cha ushirika na Kristo. Anasema ile pale tunapokula kinachoitwa meza ya Bwana. Anasema huwezi ukawa unakwenda na kunywa ile divai kama picha ya damu ya Yesu Kristo. Kama picha sio picha yenyewe sio damu. Alafu wakati huo tena huko unaenda kula vyakula vya mashetani. Anasema sasa itakuwa ni sawa na kuona ni sawa na tutoe mfano ni hiki kinywa ndio kinatoa maombi kwa Mungu. Baba naomba unilinde. Baba naomba unisamee. Baba hicho ndicho kinachotukana. Hicho ndicho kinachosema maneno mabaya. Ndicho kinachosema maneno machafu. Mungu anasema sasa kinywa hicho akiwezekana kafanya vitu vyote, chagua kimoja kifanyike. Hauwezi kanywa kikombe hicho ukanywa kikombe cha Mungu cha ushirika wa Kristo, ukaenda ukanywa pia na kikombe cha mashetani. Na mambo mengine tutayaona huko mbele sasa tutaishia hapa. Mungu apende kukushukuru kwa ajili ya sura ya leo. Asante kwa wote ambao Baba umewafungua akili zao kuweza kusikia neno lako. Mungu tunaomba maneno haya kawe halisi, tunaomba baraka zako, tunaomba ulinzi wako, tunaomba msaada wako. Mungu bila wewe hatuwezi jambo lolote. Wewe mwenyewe umesema hivyo Yesu. Asante kwa kila mmoja aliyehudhurisha. Mungu tunaomba tukakuone. Ukijua udhaifu wetu na upungufu wetu na nguvu zetu dhaifu kabisa, Mungu tunaomba ukatuimarisha na kututhibitisha. Baba tunakushukuru katika yote, tunakukabidhi ibada yote inaendelea na siku yote ya leo na nyakati zote zinazofuata. Mungu ikae chini ya uvuvio wako na ulinzi wako. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunapokea. Amina.